Kisima cha Uzima Online TV. Injili ifike, ifike, ifike. Amen. Kama tunavyojua leo ni sikukuu ya mahafali ambapo Mungu amejitumia watumishi wake. Sasa kwa kutambua uwepo wa Mungu aliyetupendelea sisi wote ambao tumepata kibali cha kuwepo katika siku hii muhimu sana. Mbingu zinatambua, kuzimu kunatambua ya kwamba leo kuna mahali ambapo Mungu amejitwalia watumishi wake kwa ajili ya kufanya kazi yake. Sasa kwa kutambua hilo, tumshangilie Mungu aliye juu. Kutambua uwepo wa mgeni rasmi, kutambua uwepo wa askofu, kutambua uwepo wa waangalizi, wachungaji, walimu pamoja na wahitimu, lakini wageni waalikwa na wenyeji. Kipekee kabisa naomba niwakaribishe watu muhimu sana na watu walio na nafasi kubwa kabisa katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Naomba niwakaribishe wageni wangu hapa. Wa kwanza kabisa baba yetu askofu, karibu. Lakini pia mkurugenzi wa elimu, karibu. Lakini pia rais wa chuo, karibu. Karibuni sana. Hili ni kipindi kingine kinaitwa Top Show. Katika kipindi hiki kama nilivyotangulia kusema utakuwa na mimi Anastasia Francis, lakini siko peke yangu, nipo na watumishi wa Mungu. Tunaweza kujua historia fupi ya chuo na pia kusudi mama ambalo chuo hiki kinalisimamia. Tulianza 2016 na mpaka sasa awamu ni awamu ya 8 ya hitimisho ya wanafunzi. Lakini pia swali la pili naomba nielekeze kwako mkurugenzi wa idara. Nini utofauti au pekee unaotofautisha chuo hiki na vyuo vingine? Kuna hiki ni chuo cha kupanda makanisa na chuo mama. Hiki kinatoa elimu ya upanzi wa makanisa. Manake wale wenye wito walioko makanisani wanakuja hapa, tunawanoa miezi 5, baadaye wanaenda kupanda kanisa. Na hasa upanzi wa makanisa ni wa muhimu sana kwa sababu unahitajika. Kanisa linapopandwa ni moja ya uinjilisti, linavuta watu wengi kuja kanisani. Kwa linasaidia kueneza injili. Kwa tunawalea, tunawapa mafunzo kama tuna course 15 zinazoandaa kwa miezi 5. Baadaye kishapanda kanisa anakwenda chuo mama kuchukua diploma. Hapa ni certificate. Vyuo vingine zinatoa diploma, degree ya kwanza na ya pili mpaka doctorate. Chuo chetu kikuu cha Dodoma. Asante kwa jibu zuri. Lakini natamani kujua nini utofauti? Tofauti hiki kinajenga msingi wa awali wa utumishi. Amen. Kwa utofauti na upekee wa chuo hiki ni kujenga msingi wa awali. Maana msingi unajengwa hapa. Swali langu la pili naomba, swali lingine naomba nilielekeze kwa askofu wa jimbo. Je, na utaratibu wote wa kuwawezesha wanafunzi wanaohitimu hapa kwa ajili ya kufungua huduma? Utaratibu upo. Kwanza nakushukuru ndugu mtangazaji kwa nafasi na kipindi hiki. Utaratibu upo. Kwa mfano mhitimu mmoja wa mwaka jana, tunawahitimu wa namna tofauti hapa. Kuna wale ambao wametoka makanisani, wametumwa kwa ajili ya kufungua makanisa, ambao wachungaji wao wanajua waende maeneo gani wakafungua wapi, watawasapoti vipi. Hao sisi, jina la Bwana libarikiwe na wachungaji wao. Halafu kuna wale wana wito lakini wamekuja hapa, yaani ana wito lakini hajapata mtu wa kumsapoti, hajapata mtu wa kumsaidia. Hao sisi tunawajibika na kwa mfano wa mtumishi mmoja anaitwa Jacob. Yeye alikuja
ofisi ya jimbo akiwa analia, anasema mimi na wito, ila sina mtu wa kunisapoti, sina mtumishi wa kunisapoti, ila na wito. Huyu sisi tulimsomesha hapo mwaka jana, tulipa ada yake yote. Sio hivyo tu, tulinunua kiwanja cha kanisa. Sio hivyo tu, tulienda kupanda naye kanisa. Sio hivyo tu, tulijenga kanisa. Sio hivyo tu, tunaendelea kumlipa posho mpaka leo. Sasa huo ni mfano mmoja, tumefanya hayo kwa wengi, nimekupa tu mmoja ili ujue kwamba tunabadilika. Amen. Sasa huyu ambaye alikuja direct, manake anakuwa haiko chini ya mchungaji au ni wako chini ya wachungaji, lakini kama mchungaji wake hana uwezo na wito nao. Okay. Na si hivyo tu, kuna wengine wengi ambao tumewafadhili kuwalipia ada hapo, kwa sababu watumishi wao wanasema huyu mtumishi wangu ana wito, lakini sisi kama kanisa hatuna uwezo. Na lengo la chuo hiki ni watu wakapande na kanisa, na hiyo ndio ndoto yetu. Kwa hiyo tuna support hata kufungua makanisa. Kwa audience iliyopo au mtu unayetufuatilia moja kwa moja, kama una wito lakini hauna mtu wa kusapoti, tumejibiwa wazi kwamba kama kweli una wito, ukija mahali hapa unapata kile unachokitaka, utasimamiwa, utasoma na utapata huduma. Amen. Tutakuwepo pale ofisini, wewe njoo moja kwa moja pale. Wapo ofisini muda wote. Lakini swali la pili pia naomba nielekeze kwako askofu. Kuna mpango wote wa ufuatiliaji ili kujiridhisha kwamba kile mlichokipanda kwa wanafunzi kinatenda kazi? Ajenda yetu kubwa kama uongozi wa jimbo, kwa sababu kuna watumishi wanagharimia hao wanachuo. Kwa hiyo ni ajenda yetu kubwa sana, hata wanaomaliza leo tutawafuatilia kujua kwamba kile ambacho kimepandwa ndani yao kinaleta matunda, kinazaa matunda. Kwa hiyo tunafuatilia ili kujua nini kinaendelea. Wanafungua makanisa, wanafanya nini kule makanisani. Maana wanakuta mwingine amesoma hapa alisema anafungua kanisa, amebakia tu kwa mchungaji wake. Tunafuatilia ili kujua changamoto iko wapi ili tuweze kuzitatua kwa pamoja. Amen. Lakini pia swali lingine naomba nielekeze kwa rais wa chuo, kama mnufaika namba moja, nini mkakati wako katika kutumia maarifa uliyopata kujenga kanisa? Asante sana. Mkakati wangu namba moja katika kutumia maarifa ambayo nimeyapata hapa chuoni ni kwenda kupanda kanisa kama ilivyo kama ilivyo lengo la chuo ambalo liko mahali hapa kupanda makanisa. Kwa hiyo tumekuja hapa kusoma kwa ajili ya kwenda kupanda makanisa. Kwa hiyo mkakati wangu wa kwanza ni kwenda kupanda kanisa. Amen. Amen. Rais wa chuo anasema mkakati wake wa kwanza kabisa ni kwenda kupanda kanisa. Na wahitimu wengine pia nadhani kauli ni hiyo hiyo. Amen. Ile pia naomba nirudishe kwa mkurugenzi wa idara ya elimu. Ni nini mikakati gani mlionayo kuhakikisha kwamba mnawafikia wengi ili kujiunga chuo hiki? Mojawapo ni katika hafla hii. Tunapokuwa na hafla kama hii, mojawapo ya kuwafikia wengi, kwa sababu hapo wachungaji. Lakini mkakati mkubwa huwa tunatumia wachungaji wa makanisa ili kutambua watu wenye wito, tuwape ushauri jinsi ya kuwasaidia waweze kujiunga na chuo kwa ajili ya kupanda makanisa. Nzuri kwamba njia nyingine rahisi ya kuwafikia watu kwa wingi waweze kujiunga na chuo hiki ni kupitia siku kama hizi za sherehe. Kwa kama upo hapa kwenye sherehe lakini una wito, haupo kwa bahati mbaya, upo kwa kusudi, ili uweze kufikiwa na wewe ujiunge katika hichi chuo, uende ukafanye kazi shambani mwa Bwana. Amen. Swali lingine naomba nielekeze kwa mwangalizi mkuu wa kituo zamani. Sawa na tafiti zenu, je, maarifa na mkazo wa mafunzo yanayotolewa yanaweza kusaidia kukabiliana na changamoto ya sasa inayolikabili kanisa kimafundisho,
kimfumo wa uongozi katika ukuaji wa kanisa. Asante sana. Amen. Huko nyuma, miaka ya nyuma, kabla ya vyuo kama hivi, tulikuwa tunaacha kanisa binafsi liwe linalea waamini. Nikikuta wamekomaa wanaweza wakahubiri, basi ninawapeleka, ninamchagua mmoja mmoja aliyekomaa, naanza kuhubiri mahali, baadaye waamini wanaongezeka, wanajenga kanisa pale, inakuwa ni tawi la kanisa hili. Lakini baadaye uongozi wa juu ukishirikiana na viongozi wa majimbo na section waliona kwamba kuna vituko vinafanyika kwa yule mzee wa kanisa au mshirika aliyekomaa aliyeanzisha kanisa. Ndio wakapata maono ya kwamba ili tusiwe tunajibu tusiwaachie wachungaji viongozi kujibu matatizo ya mchungaji aliyekwenda pale, pengine mnahubiri kinyume na serikali, pengine mnahubiri mahubiri ambayo hayaeleweki, maana hajapitia popote. Wakaona waanzishe vyuo vya namna hii nchi nzima. Toka hapo hatuna malalamiko tena, wachungaji wanawaleta hapa, tunawafundisha, tunamkabidhi askofu au sehemu majimbo walikotoka, kazi inaenda vizuri. Swali langu lingine naomba nielekeze kwa askofu. Kama askofu, unafikiri ni maeneo yapi ya kimuundo au kimfumo yanahitaji maboresho ili kurahisisha uendeshaji ama kupunguza changamoto zinazotokana na uendeshaji wa chuo au vyuo vya kupanda makanisa? Kwanza vyuo hivi vilikusudiwa kwa ajili ya makanisa ya TAG. Amen. Kwa mfumo wetu ulivyo. Kwa hiyo bado tunaendelea kufanya kazi ili kwamba kupanua kwanza wigo wa madhehebu na huduma mbalimbali pia ziweze kupata huduma kwenye vyuo kama hivi. Ile bado tunaendelea kufanya kazi, japo tumeanza kufanya kazi, lakini sasa ni official. Lakini pia kwa ajili ya kutatua, na hilo litasaidia pia kutatua changamoto, maana wanafunzi wanapokuwa wengi na uchangiaji unapokuwa ni mkubwa, na wanafunzi wachache, uendeshaji wa vyuo unakuwa ni gharama kubwa sana kuliko wakiwa wengi. Kwa hiyo lengo ni mfumo wetu upanue wigo, tuwe na wanafunzi wengi. Tunapokuwa na wanafunzi wengi, hata gharama za uendeshaji pia zinakuwa ziko chini. Hilo kwetu ni kubwa sana, kupanua wigo wa chuo. Kwa jibu zuri kwamba tunahitajika tuje wengi zaidi. Amen. Kwa nafasi zipo za kutosha kuendelea kumtengenezea Mungu watumishi wa kwenda kufanya kazi yake. Lakini swali lingine ninaomba nilielekeze kwa rais wa chuo. Nini wito wako kwa baadhi ya watu wanaosema hakuna haja ya kupitia vyuo vya mafunzo, kwamba Mungu akishakupa wito unaweza kwenda kutumika bila hata kupitia vyuo vya mafunzo? Sasa nini wito wako kwa watu wanaoamini hivyo? Asante sana. Amen. Kabla sijaenda kujibu, tulikuwa tunaigizo. Amen. Tuliona hapa watumishi wawili ambao walitakiwa kwenda kusoma. Mmoja anakubali kwenda kusoma, mwingine hakwenda kusoma. Matokeo yake tuliyaona namna ambavyo mtumishi ambaye hakwenda kusoma alipokuwa akitafasiri yale maandiko, alitafasiri sivyo, na matokeo yake kanisa lilivamiwa. Kwa hiyo mimi wito wangu, tunapokuja katika kusoma, tunapata elimu namna ya kutafasiri maandiko na kuijua Biblia. Hata hapo mwanzo nilikuwa nahubiri, lakini nilipokuja hapa siku ya kwanza nilitubu, kwa sababu nilihubiri sivyo, na wenzangu wengi walitubu. Lakini sasa ninao ujasiri wa kwenda kuhubiri neno ambalo neno halisi na kulitafasiri vile ambavyo nimefundishwa na walimu wangu wazuri mahali hapa. Kwa wito wangu kwa watu wanaosema hakuna haja, naomba niwaambie kwamba ipo haja ya kupata elimu
ya Biblia ili kwenda vizuri na wakati wa sasa, ili watu wamjue Mungu vizuri, na wewe mwenyewe binafsi na lihubiri neno ukiwa na uhakika na ujasiri na tendo tukihubiri. Asante sana.